Na hivi ndivyo ilivyo nje ya uwanja wa Kumbukumbu wa Sokoine kuelekea mchezo kati ya Tanzania Prisons dhidi ya Young Africans. Mchezo ambao utapigwa majira ya saa 10 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Kama unavyoona, mashabiki ni wengi kweli ambao wamejitokeza kwa ajili ya kwenda kutazama mchezo huu, na hapa ni nje ya uwanja wa Kumbukumbu wa Sokoine jijini Mbeya. Tunakuja kupambana, mechi ni ngumu. Sababu Prison nao wanahitaji nafasi, na sisi tunahitaji nafasi kwenda juu zaidi. Kwa hiyo mechi haitakuwa rahisi kama hivyo watu wanavyofikiria, ila kikubwa inshallah kwa Mwenyezi Mungu tutapambana ili tupate hicho tunachokihitaji. Pengine unajioneje mchezo wenyewe wa leo ukilinganisha na ushindani? Huyu anahitaji kutocheza playoff, yeye anahitaji kuendelea kubaki kwenye nafasi ya kwanza kwenye msimamo. Ndio kama alivyosema, mechi ni ngumu. Kama alivyosema huyu anahitaji playoff, mimi nahitaji ubingwa. Kwa hiyo mechi sio rahisi. Kwa hiyo kikubwa sisi tunakipambania kila ambacho tunachokihitaji. Basi inshallah Mwenyezi Mungu tutafanikiwa. Unaona mchezo wa matokeo ya namna gani? Kama nilivyorudia hapo mwanzo awali kwamba mechi ni ngumu. Kwa hiyo sema nashinda 8, nashinda 10, nashinda 20. Ila kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu inshallah bizillahi, kwa quality ya wachezaji wangu na benchi la ufundi lilivyokuwa liko vizuri, basi tutakipambania kile tulichojifunza, tutafanikiwa. Man of the match leo unamuona nani? Sababu Yanga na wachezaji wote wazuri. Sasa sijui nimpe nani. Lakini inshallah mimi nitampa Pacome. Sawa, mapokezi ya wanambea kwa ujumla, kwa sababu imekuwa ni kawaida wanambea kujaza uwanja pale ambapo Yanga inakuwa yuko hapa. Pengine kwa leo umeyaonaje na unazungumzaje? Ameona si mabaya, ni mazuri. Tumepokelewa vizuri. Mpaka sasa hivi kama hali unaona watu hawa ndio wanazidi kuingia. Kwa hiyo mapokezi ni mazuri sana, nashukuru. Sawa, muda mrefu wa mapumziko ambao klabu ya Yanga lakini pia vilabu vingine vimepata kwa ajili ya mapumziko kabla ya mechi hii. Pengine inaweza ikawa na changamoto chanya au hasi kwa upande wenu kuelekea katika mchezo husika. Sisi kusema ukweli, hiyo ni upande wa technical, lakini mimi nafikiri kwa sababu timu kwa inafanya mazoezi na wachezaji wana quality nzuri, mimi nafikiri kila kitu kitakuwa vizuri tu. Sawa. Nani mwisho? Timu imekuja ikiwa kamili na inaenda kumkosa Azizi Ki ambaye tayari ameshasajiliwa kwenye timu nyingine. Pengine unatarajia labda kutakuwa kuna pengo la Stefan Ki Azizi kwenye mchezo wa leo? Yanga no Pacome, no problem. Yanga no Azizi, no problem. Yanga no Mzize, no problem. Kwa kile ambacho kilikuwa kinaendelea nje ya uwanja, kwa maana maneno kuhusiana na dabi ya Kariakoo ikapigwa kalenda mpaka Juni 25. Na sasa naona wananchi wanasema kwamba hii tunacheza kiroho safi. Pengine kwa upande wako, hii inaweza ikawa imechochea pia mechi ya leo Prisons kukumbana na adhabu ambao walitakiwa kukumbana nao mtu mwingine? Hiyo no comment. No comment.